Mwaka huu 2026 tukifika huu mwezi wa sita, watu wanaazimia, je, soko la hisa likoje? Karibu sana katika channel yetu ya Innocent Mshindi. Tunaongelea masuala mbalimbali ya kuwekeza, biashara au ujasiriamali. Kama wewe ni mpya, endelea kutufollow. Kama bado unaendelea kutusupport, please subscribe na share kwa watu wengi ili tuweze kupata subscriber na videos wengi. Kumbuka lengo la mwezi huu au mwaka huu ni kufikisha zaidi ya subscriber 10,000 na watch hours zaidi ya 200,000. Kwako wewe inawezekana. Tukiingia katika suala la hisa. Hisa ni aina ya uwekezaji ambapo mtu ananunua vipande kama umiliki wa kampuni. Kwa mfano, kampuni A inaitwa maybe CRDB. Ukinunua hisa, labda kipande chake cha hisa kinauzwa 2,000 na kama ununue hisa 10, maana unamiliki hisa 10 za kampuni ya CRDB ambayo itakuwa sawa na 20. Na vile hisa unazomiliki, kuna njia mbili ya kuweza kupata pesa. Njia ya kwanza ni kusubiri zile hisa kupanda. Njia ya pili ni kupewa gawio, ambapo mara nyingi kampuni zingine zinatoa mara moja kwa mwaka, kampuni zingine zinatoa mara 2 kwa mwaka, kampuni zingine hata mara 3. Lakini kwa Tanzania nyingi zinatoa mara moja kwa mwaka. Baada ya kuelezea maana hisa, nitakuelezea hisa 5 za kuwekeza ungwe ya pili ya mwaka 2026. Maana katika hisa 5 nitaweza kuambia nimezicategorize 3. Za kwanza nimezicategorize zile hisa ambazo zinatoa gawio na zinapanda thamani. Kategoria ya pili ni hisa ambazo ziko stable kiuchumi. Hizo zinaitwa cyclical stocks ambazo uchumi ukiwa mzuri zinafanya vizuri, uchumi ukishuka zinashuka kiuchumi. Hisa za tatu, kategoria ya tatu nitaelezea ni hisa ambayo iko kwenye risk. Ni hisa ambayo mtu unataka kuwekeza uwe na moyo. Ni hisa ambayo mtu unaweza kwa machoni unaona inashuka, lakini ni hisa yenye potential. Tunaweza kusema ni hisa chipukizi ambayo inaweza kukua. Ni hisa ambayo ni chipukizi ambayo itakuwa hapo mbeleni. Kuliko kupoteza muda, tuanze hisa ya kwanza. Hisa ya kwanza ni kuelezea ambazo zinaweza kutoa gawio na kupanda thamani. Hisa mbili, na hizi hisa zimetoka kwenye banking sector. Ya kwanza ni CRDB. CRDB mwaka jana ilikuwa na mwendo mzuri sana, ilipanda marudufu. Watu waliwekeza mwisho kuanzia mwezi wa 8 mpaka mwezi wa 12 wa kwanza wa pili walipata mafanikio makubwa. So sasa tuko huko mwezi wa 6, tunaelekea mwezi wa pili. Kumbuka CRDB inajizoesha kupanda thamani na kutoa gawio. Mwaka huu walitoa kila hisa shilingi 90 ambazo zitaanza kugawiwa kuanzia hii na kuendelea. Kampuni ya pili ni NMB, nayo imekuwa vizuri katika capital gain na kugawa gawio. Mwaka huu wametoa gawio zaidi ya shilingi 100 kwa hisa moja. Tutegemee mwakani napo itaendelea kupanda zaidi na zaidi. CRDB ikiwa zaidi sasa hivi ikiwa inacheza 2,700 na NMB ikiwa inacheza 10,000 na mwekezaji achukua hatua kuweza kununua hisa aina za hisa. Kategoria ya pili nimeelezea ni kategoria ya kuwekeza kwa stable au cyclical stock. Hisa hizi mbili ambazo tutaelezea, ya kwanza ni Twiga Cement. So kama mnavyojua ujenzi Tanzania unaendelea, unapanda na kushuka, lakini hizi aina ya hisa ni hisa ambazo zinakuwa strong, zinaendana na uchumi husika. Twiga Cement ni hisa ambayo iko stable kwa sababu uchumi kama uchumi wetu wa nchi unaendeshwa kwa ujenzi. Watu wanajenga, watu wanafungua biashara, watu wanafanya maendeleo. So Twiga Cement itabaki kuwa hisa nzuri kwa yule ambaye anataka kuweka kwa ajili ya kuweka portfolio yake iwe stable. Maana inapanda vizuri na ikishuka inashuka soko kubwa. Hisa ya pili ambayo nitaelezea hapa ni Niko. Watu wengi Niko wanaichukulia poa. Niko ni hisa ambayo inaitwa National Investment Company ambayo ni collectively wanamiliki zaidi ya 3% ya NMB. Wao zile pesa wanachukua wanawekeza katika makampuni mengine. So hii Niko nayo ni kampuni ambayo after a long time imeendelea kuiwekea prices kuongezeka na kuongezeka kwa sababu ni kampuni ambazo zinawekeza kampuni kubwa. So tutegemea nao itaperform vizuri zaidi katika hii ungu ya pili kwa sababu NMB ikiperform vizuri, CRDB ikiperform vizuri, obviously kampuni nayo itaperform vizuri. So nimetoa kampuni mbili, Niko na Twiga Cement. So kampuni ya mwisho hii ya 5 ambayo watu wengi mnaisubiria kwa hamu ni kampuni ambayo watu wengi wanaipuuzia, ni Toll. Toll ni Tanzania Gas Limited, ni kampuni ambayo inadili na masuala ya gas, industrial, medical na hivi karibuni watarudi kwenye hizi LNG za kuweka mabajaji na magari. So kwa sasa mvutano unapoendelea kwenye hii Middle East na Marekani inapelekea bei ya mafuta kupanda sana. So watu wengi wanatafuta alternative kutumia gesi mitungi ya kupikia, gesi kama mbinu ya kusafiria. Kwa tutegemea Toll
ikiwekeza katika miundombinu hii inaweza kupata faida marudufu na bei yake haisa kupanda. So usiangalie kwa sasa, angalia kwa mbele kwa namna gani soko linavyohama. Kumbuka Tanzania tumebarikiwa gesi, na hivi recently tumeona good investment kutoka kwa Rostam Aziz kununua Songa Songa. So tupelekee field ya gesi itazidi kuchangamka na itazidi kuamka na kukua, kwa sababu imeongeza platform nyingine ya magari na bajaji. So watu wengi watategemea kutumia hizo bajaji na magari ambao kwa asilimia kubwa ni nyingi. Utaona sasa hivi gesi zimeongezeka, vituo vya mafuta, vitu kama hivyo. Kutegemea toll kama toll, yeye akiwa miongoni wa bigger suppliers za hizi gesi, stock yao kufanya vizuri hapo mbele. Hisa zingine za kuziangalia international, kama umesikia aliko Dangote anapita media mbalimbali hapa nchini duniani, hata hapa Tanzania alikuja juzi kati hapo mwezi wa 5 kwa ajili ya hii bomba la Wema la mafuta kutoka Uganda ili aishie Tanzania au Mombasa. So aliko Dangote yuko kwenye mission ya kutengeneza refineries all part of the world, na katika refinery ana mpango wa kuweka hizo refinery yote into one group of company ambao stock zitaweza kumention kwa kila big stock market in the world, either South Africa, either Nairobi au either Nigeria, na ameahidi kwamba italipwa dividend kulingana na currency mtu atahitaji. Kama itahitajika kutengeneza kwa dollars, atalipa dividend kwa dollars. Kama kwa currency ya nchi husika, atalipa kwa nchi husika. Kwa sasa kashafanya refinery pale Nigeria ambayo inafanya vizuri sana, inasafirisha zaidi ya tani milioni kwenda nchi zingine. So anajitahidi kufanya vitu vikubwa revolutionary hapa Afrika, na hapa East Africa napo ana mpango kufungua refinery either Kenya au Tanzania. Bado hajakaa chini kuamua wapi wa nini. Mara kwanza ilikuwa Tanzania, lakini sasa hivi bado kuna mvutano kati ya iweke Mombasa au iweke hapa Tanga Tanzania. So Dangote stock ikiwa kwenye initial public offering, watu wengi hapo watapiga sana hela, na watu wengi sana usipoangalia watapoteza sana hela. Kwa hiyo ni 50-50, ni chance na watu wenye knowledge ndio wataweza kupata fursa. Kumbuka ungu wa miezi 6 na ubaki mpaka mwezi wa 12, jiwekee malengo, weka part ya kuwekeza katika hisa zako. Ukiwa kijana, take risk ambao uko very sure unaweza kuhandle, so risk ambao huwezi kuhandle wekeza ambacho unaweza kukimudu. So nikitokea hayo, kama kuna maswali yote, kuna kitu chochote cha kuuliza, feel free comment hapo chini. Pia support merchandise zetu, Washindi Mug na Washindi T-shirt. Washindi T-shirt 35, Washindi Mug 30. Like, share, support. Tuonane katika video zijazo. Ciao.